jumla 1337. Na kwa sababu wananchi walikuwa wanaanza kuingilia, kaona ni afadhali tujiwekee maeneo sasa kama mtu unaiona hii usikuonyesha mpaka. Kwa hiyo msingi kwa upande wetu wa huku tunapakana na mission ya Kabondo, na mpaka ni huu tunanyooka jeshi ni huko. Na huko ni tunapakana na mission ya Kabondo. Kwa upande wetu wa kaskazini maeneo tulikuwa ni proposed kama hao wananchi ambao wana matatizo na sisi kubaliwa basi watengea ile eneo kwa ajili ya wao kuja kuanza kumaliza. Ndio ilikuwa proposal ya kikao cha tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2014. Ndio itakuwa yako matatu, lakini sasa hivi inaonekana moja. Historically yalikuwa ni matatu, sasa hivi ni moja tu. Tuko hii ndio tulikuwa tunapropose. Alafu hii hapa ndio ambao wananchi kutoa ndio. Mayondo iko wapi? Mayondo ndio ile pale juu ndio hapo. Kwa hiyo Mayondo. Kwa sasa hivi tuko hivi ni vijiji vya Mayondo, Bukuki, Bisore, Bugasha na Ituna. Kwa hiyo ramani na combine vijiji vyote na relative to ile ambayo tulikuwa tumepropose. Kwa hiyo ndio itakuwa implemented. Yeah. Jeshi libaki hapa. Jeshi libaki na red. Hiki anachokisema na ndio hicho pale. Kwa hiyo sehemu haina bado ni ya jeshi. Bado ni ya jeshi, bado ni proposed kama hata tunafikiria kwa taifa sio hata ndio maana tunawapa kama hii ili kuona vizuri ile ambayo kwa hiyo ni sambamba na ile ambayo tunatoka mwisho na hiki ni kijiji cha Mshenyi. Nao tunapakana kwa usawa huu. Mimi naitwa Sebastian Bebwa. Mwaka 2014 kuna mambo tuliamua, na naamini yale mambo yakitekelezwa na nikifanya kumbukumbu ya barua nyingi ambazo mlikuwa mnaleta kwa katibu mkuu Wizara ya Ulinzi, ili jambo linaweza likapata mwafaka. Tunakubaliana wananchi, moja hapo ya yale tuliyokubaliana ni kwamba wananchi wote wanaokaa kwenye eneo ambalo ni hatarishi wa kitongoji cha Nyamigaju wafanyiwe uthamini ili walipwe fidia, lakini wahamishiwe kwenye eneo moja karibu na shule ya sekondari ya Mayondo. Tunakubaliana hiyo? Tuko pamoja? Jingine ilikuwa ni kuhusu tuta la range la Kulenga Shabaha. Tuta la Kulenga Shabaha ambalo lilikuwa linaleta masumbuko kwa kijiji cha Mgasha, kwamba lifanyiwe marekebisho ili lisiwe ni hatari kwa wananchi wa kijiji cha Mgasha. Nafikiri nakumbuka na maelekezo ya kufanya marekebisho ya hilo tuta, na mimi hakuna matatizo tena hapo. Jingine tuliongelea kulikuwa na uharibifu wa chanzo cha maji somewhere ambacho naamini sio bado naendelea kukilinda na kiko ndani ya eneo la jeshi, na ile maji ilikuwa ni kwa faida ya watu wote, jeshi na wananchi.
kilichojitokeza tulivyokubaliana kwamba turudi kwa ajili ya kufanya valuation ya wale watu wa Migaju na Mayondo kidogo, kulikuwa na tatizo la Kasma, hatukuweza kurudi, na naamini ndio tatizo tulionalo mpaka sasa hivi. Tukikubaliana kuanzia hapo, mkutano wetu utakuwa mfupi, na sidhani kama kutakuwa na maswali mengi au mapya zaidi kwa Mheshimiwa Waziri. Wananchi ndio hayo tuliyokubaliana. Kwa hiyo kwa maana hiyo yakitekelezwa hayo, mgogoro utakuwa umeisha. Wananchi wale ambao kwenye kijiji cha Nyamigaju ambao tulikubaliana wakati ule walikuwa watu kama 90 au 94. Kaya 94. Naamini kama zitakao zimeongezeka ni kidogo. Kwa muktadha huo, Mheshimiwa Waziri, kwa ulivyosikia wananchi, yakitekelezwa yale tuliyokubaliana kwenye hicho kikao, tutakuwa tumemaliza mgogoro. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Brigadier Kamanda kwa kikosi, viongozi mliopo hapa wote, na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima kwa kuweza kukutana leo hapa kuja kujadili swala hili muhimu la muda mrefu kwa maslahi ya wananchi wa hapa. Mimi nimepewa taarifa za kutosha juu ya tatizo la hapa, lakini kinachonipa faraja ni kwamba ninaambiwa hakuna mgogoro. Ana mgogoro ni ule ambao pande mbili hazielewani. Hapa pande mbili zimeshaelewana, kilichobaki ni utekelezaji. Kwa hivyo nimekuja kwa niaba ya serikali kuja kuwapa uhakika na kuwathibitishia wananchi wa hapa Kaboya kwamba swala hili sasa tutalimaliza. Nimepewa maombi kadhaa, mara kadhaa na mbunge wenu Mheshimiwa Mwijage. Nimepewa maombi na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Bashiru, hivi karibuni nadhani mlikutana naye. Kwa hivyo mimi niliwaahidi viongozi hao kwamba tatizo hili nitakuja mimi mwenyewe kulifanyia kazi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kanijalia leo nimeweza kufika hapa, lakini maelezo yote niliyopewa yanaonyesha kwamba makubaliano yalishafanywa. Kilichobaki sisi kama wizara kutenga fedha za mambo mawili au hatua tatu zifanyike. La kwanza ni kutenga fedha za watu wa kuja kufanya uthamini wa mali za wananchi walioko pale. Hatua ya pili ni kutenga fedha kwenye bajeti kwa ajili ya kuwalipa fidia. Lakini hatua ya tatu ambayo tulishakubaliana, kuna eneo la jeshi sehemu nyingine tulitoe kwa ajili ya wale tutokawahamisha kutoka maeneo tunaotaka wahame waende kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ardhi ipo, ambacho hakipo ni fedha za fidia. Kwa hiyo nimekuja kuhakikishieni kwamba tutatoa kipaumbele, wizara yangu itatoa kipaumbele kwa fedha tunazozipata tuanze kumaliza tatizo la hapa. Ndugu wananchi, nadhani mmekuwa wavumilivu wa muda mrefu. Sisi tuombe radhi kwa kukaa muda mrefu bila kulifikisha mwisho swala hili, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba si vyema raia wakaishi karibu na kambi za jeshi, hususan katika maeneo yenye silaha na milipuko. Yalitokea matatizo Dar es Salaam na nyinyi mtakuwa mnakumbuka. Tulipata matatizo Gongo la Mboto, tulipata matatizo Mbagala. Maghala yalilipuka, watu walikuwa jirani walipata madhara makubwa. Hatutaki hayo yaendelee kutokea.
na ndio maana tunasema ni vyema wananchi waliopo ndani ya kambi wakaondoka, kwa sababu huwezi kujua ajali itatokea lini. Kwa hivyo hili wala sina haja ya kulisema sana, kwa sababu wananchi hapa walishalikubali na wameridhia kwamba wahamishiwe sehemu nyingine ambayo ni salama. Hoja iliyokuwepo, tupate fedha, tufanye uthamini, tulipe fidia na tupime lile eneo jipya pale kwa matumizi ya wananchi hao, pamoja na miundombinu mingine ambayo tutaikabidhi kwa halmashauri. Nadhani uongozi wa halmashauri upo hapa. Tutakachokubaliana ni kwamba katika eneo jipya lile tukiwapa wananchi ardhi mbadala baada ya hii ambayo wako hapa wanaondoka, basi iwe imepimwa na iwe na miundombinu ili isiwe makazi holela holela. Sasa mimi sina haja ya kuzungumza mengi. Nadhani ndugu zangu, sote tutakuwa tumeelewana. Kazi iliyonileta hapa ni kuja kukupeni uhakika kwamba sasa ili swala tumelivalia njuga. Fedha za uthamini, kwa sababu si nyingi hivyo, tutazitoa popote tuweze kuhakikisha zoezi la uthamini linakamilika, ili tujue kiasi gani cha fidia kinachohitajika na hatimaye wananchi waweze kulipwa na wahamishiwe katika eneo jipya. Ndugu zangu, si vyema niwe nimesema mimi tu. Mimi ningependa baada ya kukaa chini, basi kama kuna lolote, iwe swali, iwe ushauri, iwe mapendekezo nje ya haya niliyoyasema, au kama kuna kitu hakijaeleweka, nitakuwa tayari mimi na wataalamu ninaofuatana nao kuitolea ufafanuzi. Lakini kimsingi swala hili, kuna maeneo mengi ya jeshi ambayo tunaita migogoro kwa sababu hakuna mwafaka. Jeshi linadai sisi hili eneo letu, wananchi wanasema hapana, hili la kwetu. Huo ndio mgogoro. Lakini pale ambapo tumeshapata mwafaka, hatuiti mgogoro, tunaita sasa ni swala la kutimiza yale ambayo tulikubaliana. Hapa Nyamigaju mimi ndio fundi ujenzi wa majumba yaliyokuwa Nyamigaju, na majumba hayo bado sijamalizia. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naomba kitu kimoja niweze kuelewa, nisitishe swala hilo la ujenzi au la niendelee na shughuli hiyo. Ndio ya kwanza. Ninaitwa Yasini Abdu. Ninashukuru sana kwa nafasi hii Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi. Moja, pale Mayondwe, kijiji Mayondwe, kata Mayondwe, wakati wanapitisha mkuza wa kutenga yale maeneo, japokuwa sijaelewa vizuri au nimesikia sijaelewa vizuri, lile eneo lililotengwa, lililomegwa pale Mayondwe, sikusikia vizuri ufafanuzi wake. Mbili, wakati wanatenga ule mkuza, walifyeka mazao yetu au ya mazao, jeshi likachukua majina ya watu wale waliofyekewa mazao yao, na kata kama kata ya Mayondwe ikachukua majina ya wale waliofyekewa mazao yao. Lakini kauli iliyotumika pale, walisema kwamba yale mazao ambayo yamefyekwa watayalipa fidia, lakini kufika hivi sasa hizo fidia za mazao hazijatolewa. Lakini ninarudi nyuma kidogo, ninasisitiza hapo Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi, lile eneo ambalo limefuatwa, lile la Mayondwe, kwa sababu Mayondwe ina ramani, Mayondwe imesajiliwa kisheria. Sasa sisi tuliofuatwa kule Mayondwe, kipande kilichomegwa kina utaratibu gani? Ninaomba Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi hilo ulitolee ufafanuzi. Ninakuomba sana, na Mwenyezi Mungu akujalie
akupe hekima na maisha marefu. Asanteni sana. Habari hii ilianza kutoka mwaka 2013 wakati wa ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano hapa. Lakini baadaye utaratibu huu wote uliofuata ulifanyika kuanzia mwaka 2013 hadi leo tuko mwaka 2020, takriban miaka kama 7 hivi. Lakini kumbukwe kwamba kwa maelezo ambayo yanakuwa yakitolewa kwamba nyote mlioingia ndani humo au mliokumbwa na zoezi hilo hampaswi kufanya endelezo. Lakini amesema mmoja hapo kabla ya waziri kuzungumza kwamba kidogo uwezeshwaji ulikuwa haupo, na ndio sababu anaomba tuiye radhi kwa sababu hali hiyo haikuwepo, na kidogo tumekuwa ustahimilivu na waziri ameshukuru katika hilo. Lakini nipende kupata swali na mtanisaidia kunijibu. Mtoto aliyekuwa na umri wa miaka 19 mwaka 2013 leo hii ana miaka 26. Kijana wangu mimi alipaswa aoe na naye mfuata, lakini sipaswi kuongeza na ardhi nayo sipaswi kuongeza chochote katika eneo hili, kwa sababu nyumba zilizokuwepo zinajulikana na aidha mashamba yaliyohesabika kwa kipindi hicho yanajulikana. Sasa swali, je, tunaruhusiwa kuanzia leo kufanya endelezo, kuzipanua familia zetu zikawemo au tukazifanyia makazi zaidi kuanzia leo? Pili, kwa sababu hakujafanyika tathmini na hakuna uhakika wa hilo, japokuwa umetueleza huo uwezekano utafanyika, tutafuta popote, tunayo nafasi ya kufanya endelezo aidha ya kimazao au ya kimaendeleo yoyote kuanzia leo. Asante sana. Nathan Samuel Matungwa ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bugasha. Miongoni mwa yote yanayoongelewa, mimi ndio ninaongoza pale Nyamingaji. Mheshimiwa Waziri, kwa kikao chetu cha tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2014 kuhusu lile tuta la kulenga shabaha linalotumiwa na kikosi cha 21, lile eneo mpaka sasa linavyoongea linaendelea kutumika. Yale marekebisho ambayo nimesikia Mheshimiwa Bebo anasema kwamba limefanywa marekebisho, sisi kilio chetu, tuna ushirikiano mzuri na kikosi na kinatusaidia, lakini wanapokwenda kulenga shabaha huwa tunapata taarifa, tunawajulisha wananchi. Lakini tatizo lililopo kaskazini mwa eneo hilo kuna mashamba ya watu na vile kuna miji. Sasa zile risasi zinapolengwa kule, wananchi wanakuwa na wasiwasi. Saa nyingine hata mwaka 2012 risasi baadhi ziliwahi kutoboa mabati ya wananchi ya nyumba. Sasa nilikuwa naomba hilo lipatiwe ufafanuzi kwamba je, lile tuta linafanywa marekebisho kuhamisha kile kiwanja cha kulenga shabaha au linafanywa marekebisho kwa lipi, ili wananchi tulijue. Lakini pili, Mheshimiwa Waziri, niombe wananchi wa kijiji cha Bugasha, tunapata ushirikiano mzuri na kikosi cha wananchi KG21 na tunapata matibabu hapa. Lakini hata wao wanapokwenda kufanya mazoezi kule chini, hata sisi tunapobeba wagonjwa, ile barabara kwa kweli inaleta shida sana. Ningeomba kama kuna uwezekano kwenye wizara yako ikatengewa bajeti kidogo, walau maaskari wetu wanaolinda usalama wa nchi wakati wanakwenda kufanya mazoezi, ili barabara ikatengenezwa na sisi wananchi tukapata manufaa. Asanteni sana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, naomba ni ndio ufafanuzi. Tunakumbuka kwenye kikao kile tulikubaliana kwamba lile eneo ambalo tunataka kulifanyia ufidia lisifanyiwe maendelezo, na of course limechukua muda mrefu na Mheshimiwa Waziri ameshaomba radhi kwa hilo, lakini kwa mujibu wa kikao cha leo tunavyoongea leo, nilikuwa na shauri maendelezo yasiwepo, kwa sababu tunaamini na kama alivyoahidi Mheshimiwa Waziri, hii inachukua kasi mpya. Kwa hiyo tusingeruhusu maendelezo mapya kujenga nyumba mpya. Kama mtu analipea ufa wa nyumba yake au nyumba inavuja, hiyo nafikiri inaweza kuwa ruhusa, lakini sio kuanza kujenga nyumba nyingine, kwa sababu zile nyumba tumeshazibuku
na baadhi nafikiri zilishapigwa picha. Sasa ukiweka nyumba mpya, kwa kweli itakuwa imekula kwa. Na shauri kwa kasi ambayo tutatoka nayo leo, kusiwepo na maendelezo mapya na kusiwepo na mauziano, kwa sababu tatizo linalokuja kutukumba kwenye rekodi za mwaka 2018 unakuta na mtu mwingine, ukija kesho unakuta kuna mtu mwingine, au wamekata anauzia watu 3 4 zaidi. Kwa hiyo kusiwe na mabadiliko ya wamiliki wa zile ardhi zilizopo na kusiwepo na majengo mapya. Nafikiri nitakuwa nimejibu swali namba 1 na namba 5 na Bwana Yasin Abdul Momayondo. Swala la mazao yaliyokatwa kwenye mkuza, nafikiri tulikubaliana siku ile kwenye kikao chetu, Bwana Bagambi mwenyekiti, kwamba waliokatiwa mazao yao kwenye mkuza ule, siku ile tunaweka mipaka, rekodi zitunzwe, kwa sababu zoezi lile ilikuwa lazima lifanyike ili kuweza kutengeneza ile mikuza. Sasa kama mazao yalikatwa na rekodi zipo, wakati wa kufanya udhamini, basi tutazipata hizo rekodi ziweze kuunganishwa na udhamini utakao kuwa umefanyika. Nafikiri ndio itakuwa ndio njia mwafaka ya kuweza kumaliza hilo. Hatujawahi kupata ajali za namna hiyo, na tunakwenda mbele zaidi. Wakati tunafanya mazoezi haya ya shabaha, huwa tunatoa taarifa na tunaweka bendera, isipokuwa inawezekana pakawa na ajali ndogo ndogo, kwa maana ya kwamba utaratibu wa shabaha kuna kitu kinaitwa ricochetion, yani unaweza ukapiga kitu kigumu kama jiwe, risasi ikahama kule ulikotaka iende ikaenda kwingine, lakini kama range tumeitengeneza kama ilivyokusudiwa. Asante sana. Kuhusu ili la 3 ambalo ni ombi ninaliyopokea kama ombi kuhusu barabara ili ipitike vizuri kwa wananchi ambao wanaenda hospitalini na kadhalika, ili tunalipokea. Tunao utaratibu wa kutengeneza barabara ndani ya vikosi vyetu. Ninajua kwamba gharama zinaweza zikawa kubwa na ndio maana mpaka leo haijatengenezwa, lakini kwa sababu ni ombi maalum limetoka hapa, tunalipokea. Tutatafuta njia ya kuwezesha kikosi waweze kutengeneza barabara hiyo. Mimi nadhani haya mengine yatakuwa yamejibiwa, lakini nimalizie kwa kurudia nilichosema, kwamba kwanza tuwashukuru sana kwa uvumilivu wenu. Na ndugu zangu wanaosema kuhusu maendelezo mapya, ni waombe msiendeleze. Sababu tuko katika hatua ya kufanya uthamini ili tulipe fidia. Mtaka kuendeleza, tutaharibu zoezi lote. Na hata uthamini haukufanyika mwaka 2014 au nyuma, unafanyika sasa. Kwa hiyo hata vile viwango vya fidia vitakuwa kwa fedha za kwa thamani ya sasa. Maana ingefanyika mwaka 2014 alafu tukalipa leo, mngekuwa mmepunjika sana. Kwa sababu thamani inabadilika, lakini tutafanya thamani kwa viwango vya sasa. Kwa hiyo tunachosema hapa ni kwamba tuendeleze huu uvumilivu. Najua mimi ni ngumu, yani kumwambia mtu aendelee kuvumilia tu, lakini hapa tulipofika ni sehemu ambayo kwa kuwa makubaliano yameshafikiwa, bado utekelezaji tu. Basi naombeni mpokee kauli yangu kwamba hili tutalisimamia kwa kadri itakavyowezekana, tulimalize mapema. Na ninasema kwa kadri itakavyowezekana kwa sababu gani? Kwa sababu bado kuna swala la fedha. Na mimi nataka nikupeni uhakika tu kwamba nchi hii migogoro ya ardhi na jeshi iko sehemu nyingi sana. Leo tukisema kwamba tulipe yote haiwezekani. Na ndio maana ninarudia mara kwa mara kusema nitatoa kipaumbele kwa mgogoro huu wa hapa Kaboya. Hata kama fedha itakayopatikana, unaomba bilioni 16, unapewa 2, basi tutumie hizo 2 tumalize hapa kabla sehemu nyingine. Hiyo ndio ahadi yangu. Kwa hivyo baada ya kusema hayo, niwashukuru tena, naomba uvumilivu uendelee na kwa kadri itakavyowezekana ili swala tutamaliza. Asante sana.